Wakili wa serikali mkuu Thawabu Issa ameendelea kumhoji shahidi wa kificho kutoka kituo cha television cha Jambo TV ambaye mahakamani ametambulishwa kwa jina la P katika kesi ya uhaini wa mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Shahidi huyo ameambia mahakama kuwa ni mwandishi wa habari wa Jambo TV tangu mwaka 2023 ambapo majukumu yake ni kurekodi matukio kwa kutumia kamera pamoja na kurusha matangazo mubashara. Amesema Aprili 3 mwaka 2025 alipatiwa jukumu na mkuu wake wa kazi John Marwa kwenda katika makao makuu ya Chadema Mikocheni kwa ajili ya kuripoti mkutano wa chama hicho. Shahidi ameeleza aliwasili eneo hilo akiwa na wenzake watano na walijiandaa kurekodi tukio hilo kwa video pamoja na kulirusha mubashara kupitia mtandao wa YouTube wa Jambo TV. Kwa mujibu wa shahidi, mkutano huo ulianza majira ya saa 4 asubuhi na uliendelea kwa zaidi ya saa 2. Amesema miongoni mwa wazungumzaji aliowakumbuka ni Tundu Lissu na John Heche. Shahidi amedai kuwa katika mkutano huo kulizungumzwa suala la uchaguzi na kwamba anakumbuka kauli zilizohusu kutoshiriki uchaguzi bila kuwepo kwa mabadiliko pamoja na kauli iliyodai kuwa ilisema tutazuia uchaguzi na tutakinukisha. Amesema lengo la kurusha mkutano huo mubashara lilikuwa kuwafikishia wananchi taarifa za iliyokuwa yakijiri. Katika ushahidi wake kuhusu Aprili 7 mwaka 2025, shahidi amesema wakati akiwa Dodoma alipokea simu kutoka kwa mkuu wake wa kazi John Marwa akimtaka kwenda kituo cha polisi kwa ajili ya kukabidhi memory card iliyotumika kurekodi mkutano wa Aprili 3. Amesema alifikisha memory card hiyo polisi na akaandika pamoja na kusaini maelezo yake kuhusu tukio hilo. Baada ya hapo, Tundu Lissu alipoanza kumuuliza shahidi, alianza kwa kumuuliza kama ni kweli waandishi wa Jambo TV wamekuwa wakifuatilia shughuli zake kwa muda mrefu na kumfuata katika mikutano yake katika maeneo mbalimbali nchini. Shahidi amekubaliana na maswali hayo akisema ni kweli Jambo TV imekuwa ikifuatilia mikutano ya Lissu kwa muda mrefu na kwamba yeye pamoja na wenzake wamekuwa na mahusiano mazuri na Lissu na John Marwa. Shahidi pia amethibitisha kuwa siku ya mkutano wa Aprili 3 mwaka 2025 hakuna kiongozi au mwanachama Chadema aliyewahi kumtishia kumdhuru. Hata hivyo, alipoulizwa kama ana hofu wakati akitoa ushahidi, shahidi amesema ana hofu kutokana na unyeto wa swala hilo na hisia za baadhi ya wafuasi. Lissu baadaye alimuuliza shahidi kuhusu maelezo aliyoandika polisi wakati akikabidhi memory card huko Dodoma. Baada ya mahakama kumruhusu Lissu kutumia maelezo hayo kumuuliza maswali, shahidi amekiri kuwa baadhi ya mambo aliyoyasema katika ushahidi wake wa mahakamani ya kuwepo katika maelezo aliyoyaandika polisi. Miongoni mwa mambo hayo ni majina ya John Heche na katibu mkuu wa Chadema, kauli ya no reforms no election, maelezo kuhusu simu aliyodai kupokea kutoka kwa John Marwa Aprili 7 mwaka 2025 pamoja na maelezo kwamba alielekezwa kwenda kituo cha polisi kukabidhi memory card. Shahidi pia amekiri kuwa maelezo kuhusu Lissu kuvaa combat siku ya mkutano ya kuwepo kwenye maelezo yake ya polisi. Aidha, amekiri kuwa maelezo aliyoandika kuwa na kauli kwamba mkutano huo ulihusu namna ya kwenda kwenye uchaguzi kwa masharti ya no reform no election. Lissu pia amemuuliza shahidi kuhusu nani alikuwa na jukumu la kurekodi na kurusha mkutano huo mubashara. Shahidi amethibitisha kuwa Jambo TV ilikuwa na kamera 3 aina Sony NX kwa ajili ya kurekodi tukio hilo. Alipoulizwa kama Lissu ndiye aliyekuwa afisa habari wa Chadema aliyewapa taarifa mkutano huo, shahidi amesema si kweli na kumtaja Brenda Rupia kuwa ndiye anayemfahamu kama afisa habari wa Chadema. Katika maswali mengine, Lissu amemuuliza shahidi kama siku hiyo aligusa kamera walizokuwa wakitumia, kama alimwelekeza kurusha matangazo mubashara au kama aliwaagiza kuyaweka kwenye mitandao ya Jambo TV kama Instagram na X. Shahidi alijibu hapana kwa maswali hayo. Lissu alipomuuliza kama yeye ndiye aliyewaelekeza waandishi hao kuhifadhi video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili watu waweze kuzitazama baadaye, shahidi pia amesema hapana.
Lissu kisha akamuuliza kama yeye ndiye aliyekuwa akirusha video hizo kwenye mtandao wa Jambo TV, ambapo shahidi alijibu kuwa tukio hilo lilionekana kupitia Jambo TV, lakini wao ndio waliokuwa wakirekodi na kurusha matangazo hayo. Lissu akauliza tena kama yeye ndiye aliyekuwa akishughulika na kamera hizo, na shahidi akasema ni waandishi wa Jambo TV, si Lissu. Katika sehemu ya mwisho ya mahojiano hayo, Lissu alimuuliza shahidi kama memory card aliyodai kuitumia kurekodi mkutano wa Aprili 3 mwaka 2025 na baadaye kukabidhi polisi Dodoma ipo mahakamani. Shahidi amejibu kuwa hajui na kesi imeahirishwa hadi kesho tena. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.